Mimi nimeona Kanani. Nimeona Kanani inakaa mzuri. Na mimi nataka watu wetu twende Kanani, si ndio? Natembea na ndoto ya kuunganisha jamii ya Mulembe. Vox Nation inaangazia baadhi ya masuala ambayo anastahili kuzingatia ili kufanikisha ndoto yake. Umaskini, 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 ukabila, ukabila. Katika nyakati ambapo siasa za eneo la magharibi zimekosa mwelekeo wa pamoja na sauti za viongozi zimetawanyika kama manyoya ya ndege aliyetikiswa na dhoruba, jina la George Natembeya linazidi kujitokeza kama msumari wa matumaini na kiongozi anayeweza kufuma upya nguo iliyochanika ya umoja wa jamii ya Waluya. Mimi nataka Waluya wakuwe united, tukue pamoja, tuende kwa hiyo meza by right, tusiitwe, tukue kwa ile meza kuita wengine waje kwa meza. That's the language I'm speaking. Ona vile sisi tunakaa watu yangu. Lakini safari ya kuunganisha Mulembe Nation na kuipanua hadi ngazi ya kitaifa si kazi lele mama. Inahitaji mikakati, maono na moyo wa kujitolea kwa ajili ya wengi kuliko binafsi. Hatua ya kwanza inayoweza kumweka Natembeya kwenye ramani ya umoja ni kuanzisha uongozi jumuishi unaozungumza kwa sauti ya pamoja ya magharibi, kwa kuwaita mezani viongozi kama vile Boni Khalwale, Caleb Amisi, John Bunyasi na hata wasiwa kawaida kama Profesa Wajackoya. Natembeya anaweza kutengeneza meza ya mazungumzo inayozingatia maslahi ya pamoja kuliko itikadi za vyama. Katika meza hiyo, masuala kama vile ukosefu wa miundombinu, ukosefu wa ajira kwa vijana na ufufuo wa sekta ya kilimo, hasa miwa na mahindi, yanaweza kujadiliwa kwa pamoja na kupatiwa mwelekeo wa kikanda. Hili ndilo daraja la kwanza la matumaini. Hatua ya pili ni kuelewa kuwa jamii ya Mulembe hawaishi magharibi pekee. Wapo mijini, Nairobi, Mombasa, Nakuru, wakihangaika katika mitaa ya mabanda, wakiwa walimu, madereva, wauguzi, wajasiriamali au wasomi wa hali ya juu. Kwa hiyo Natembeya anahitaji kuanzisha mtandao madhubuti wa kizazi kipya, uadilifu, ushirikishwaji wa vijana na ajenda ya kiuchumi inayotoka mashinani. Chama kitakachoakisi maadili ya kizazi kipya, uadilifu, ushirikishwaji wa vijana na ajenda ya kiuchumi inayotoka mashinani. Tumia tu power vizuri tu kusabu watu. Yes, serve the people. Mimi naona viongozi wenzangu wanakuja wananikashifu hapa. Ni kama Natembeya amekuwa hapa kwa miaka 20. Nimekuwa confused just for 2 years. Miaka 2 peke yake. Lakini ndio kama angekuwa anakaa kwa county wangekuwa wamejua Natembeya amefanya nini. Lakini sasa kama huko na mimi siwezi kuja kwa matanga nikwambie nilifanya hii, huyu mama anasema mama nikisema kama nilicheka hospitali. It's completely irrelevant. Na kama walifanya kazi usipige kifua mpaka wananchi wenyewe waione. Kama namna gani? Maana kama kuna barabara watakanyaga barabara. Ndio? Kama kuna ofisi umejenga watakuja wataiona. Kiongozi wa kweli hasimami juu ya mnara bali huenda chini kwa watu. Ziara za mashinani katika majimbo ya Vihiga, Kakamega, Bungoma, Busia, Trans Nzoia na hata maeneo ya uhamiaji kama Kitale na Nairobi ni silaha muhimu. Kupitia mikutano ya hadhara na vikao vya kusikiliza kilio cha wananchi, Natembeya anaweza kujenga mtandao wa viongozi wa mashinani watakaoeneza ujumbe wake bila kuchoka. Tuko wengi ama tuko wengi? Sasa jamii zote zimekubali kwamba wakati huu ukifika 2032 lazima Mluya apewe. Wote wamekubali, everybody is like that. Wakale wako guilty, Wakikuyu wanasema hapa lazima kuwe Mluya. Hii Waluya wamenyanyaswa miaka mingi. Lakini Waluya wenyewe huyu anaenda huku, huyu anaenda huku, mwingine anaita yeye ni Yesu ya Tongareni, mwingine ni Papa wa Roma, mwingine sasa. Who will take you seriously? Lakini mwisho na muhimu zaidi, lazima avuke mpaka ukabila taratibu na kwa tuo. Kwa muda mrefu siasa za magharibi zimekwama katika mtego wa kabila langu, Bukusu, Maragoli, Banyore, Wanga, Tachoni, Samia na kadhalika. Hili ni pingu la maendeleo. Natembeya
atafute sura mpya kutoka kila tawi la mti wa Mulembe na pia kutoka jamii jirani kama Wakisii, Wajaluo, Wakalenjin na hata kutoka Pwani. Uongozi wake wa kitaifa kwa sura, lakini wa magharibi kwa moyo. Funga. Haya. Mambo ya umaskini, unyanyasaji, ukabila, mapendeleo, ubaguzi, mapendeleo, kushika vijana, kuhangaisha vijana, njaa, fitina, mkochonjo. Endapo atafuata mkondo huu kwa nidhamu, hekima na uvumilivu, George Natembeya atakuwa sio tu kiungo cha umoja wa jamii ya Waluhya, bali pia nyota mpya ya kisiasa inayoweza kutua juu ya mlima wa siasa za Kenya, na huenda kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi jamii ya Mulembe ikawa na sauti moja inayosikika kwa nguvu kwenye meza ya kitaifa.